ni kushinda ulimwengu. Wazo kuu ni kushinda ulimwengu. Sisi kama Wakristo tunaishi katika dunia hii moja, lakini ndani yake kuna ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho. Tunaishi katika dunia hii moja, lakini ndani ya dunia hii kuna ulimwengu wa mwili na kuna ulimwengu wa roho. Sasa hatuwezi kushinda ulimwengu au hatuwezi kushinda ulimwengu bila ya kujua ni ulimwengu upi unaotawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ulimwengu wa roho unatawala na ulimwengu wa mwili pia unatawala. Tuko pamoja watu wa Mungu? Bwana asifiwe. Hebu ngoja tuangalie maana ya maneno haya. Ngoja tuangalie maneno haya mawili. Tuangalie neno ulimwengu wa roho ni nini, alafu tutaangalia ulimwengu wa mwili ni nini. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu usioonekana kwa macho ya mwilini, uko katika roho. Ndio ulimwengu wenye nguvu kuliko ulimwengu mwingine. Ndio ulimwengu ulioanza kuumbwa. Na nisikia nachokwambia, ulimwengu wa roho ni ulimwengu usioonekana kwa macho ya mwilini, uko katika roho. Ndio ulimwengu wenye nguvu kuliko mwingine, na ndio ulimwengu wa kwanza kuumbwa. Mwanzo sura ya kwanza ule mstari wa 26 na 28. Mwanzo sura ya kwanza ule mstari wa 26 na 28 anasema maneno haya: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kitu na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno haya tunayosoma kwenye Mwanzo ile sura ya kwanza ule mstari wa 26 unatuonyesha namna Mungu alivyoanza kuumba ulimwengu wa roho. Unasikia ninachokwambia? Kwa hiyo hata mwanadamu unayemwona alianza kuumbwa roho, za kuumbwa mwili. Tuko pamoja watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukienda ndani, huu ndio ulimwengu unaotawala huko duniani. Ndio ulimwengu unaotawala. Katika ulimwengu wa roho kuna falme mbili kubwa zinazotawala ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ulimwengu wa roho kuna falme mbili kubwa zinazotawala. Ukienda kwenye ulimwengu wa roho kuna kila kitu unachokiona huko duniani kipo, na vingine inawezekana huko duniani havipo, lakini katika ulimwengu wa roho vipo, ndio vinavyotawala. Na nisikia nachokwambia, unaenda unakuta kuna mapepo, kuna majini. Unapoona wachawi unafikiri wachawi ni katika mwili. Mwili ni wa kwake, lakini katika roho ndio anayo nafasi. Tuko pamoja watu wa Mungu? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho nimekwambia kuna falme mbili kubwa zinazotawala ulimwengu wa roho. Mmoja, kuna ufalme wa giza, mtawala wake ni Shetani. Na nisikie, ulimwengu wa roho unaongozwa na falme mbili kubwa. Kuna ufalme wa giza, mtawala wake ni nani? Shetani. Na ana nguvu, usifikiri hana nguvu, isipokuwa hana nguvu kwa watu walioamua kusimama na Yesu. Hana nguvu ya kuwafanya chochote. Lakini kwa watu wasiokuwa na Yesu anawaburuza, anawafanya anavyotaka yeye. Anaweza akawapeleka popote. Anaweza akawaingiza kwenye uzinzi, anaweza akawaingiza kwenye ulevi, anaweza akawaingiza kwenye uganga, anaweza akawaingiza kwenye ushirikina. Kila kitu anaweza akawaingiza. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mfalme, na ufalme huo wa giza ni wa kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio ufalme unaowafunga watu wengi katika ulimwengu wa roho. Unaweza ukafunga wasiolewa, unaweza ukafunga wasipate watoto, unaweza ukafunga biashara zao mpaka waende wakasujudu kwa huyo mfalme. Tuko pamoja watu wa Mungu? Mbili, kuna ufalme wa nuru au unaitwa mfalme wa Mungu. Mtawala wake ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtawala wake ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ulimwengu wa roho ni ulimwengu usioonekana kwa macho ya mwilini, kwani
ulimwengu wa pili kuumbwa. Kuwepo kwa ulimwengu wa mwili ni matokeo ya kuanza kuumbwa kwa ulimwengu wa roho. Tuko pamoja watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanzo sura ya 2 mstari ule wa 7 na wa 19 anasema maneno haya. Mstari ule wa 7 na wa 19 anasema maneno haya. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ule mstari wa 17 anasema maneno haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wa 19 sio 17. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone anawahitaje. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa angalia sura ya 2 na sura ya kwanza ni sura mbili tofauti. Sura ya kwanza inaeleza uumbaji ulioumbwa katika ulimwengu wa roho. Sura ya 2 inatupa matokeo ya ulimwengu wa roho. Kinazaliwa kitu kwenye mwili ndio kinachoonekana. Ndio maana unaitwa ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa mwili ni ulimwengu wa vitu vinavyoonekana. Unaponiona mimi niko katika ulimwengu wa mwili. Unanisikia? Unapoona majengo yako katika ulimwengu wa mwili. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kushindwa kwako mwilini ni matokeo ya kushindwa kwenye ulimwengu wa roho. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Mtu yeyote aliyeshindwa mwilini, unanisikia, ujue alianza kushindwa katika ulimwengu wa roho. Hakushindwa tu hivi hivi. Kamuulize Yesu alipokuwa anakaribia kukamata kwake. Kacheki sala aliyosema. Alisema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si mapenzi yangu ila mapenzi yako yatimizwe. Na Biblia inasema alikuwa anaenda anaomba sala ile ile. Aliomba mara ya kwanza, aliomba mara ya pili, aliomba mara ya tatu. Alafu anasema akafika mahali akatoka jasho na nini? Akatoka jasho na damu. Alafu Biblia inasema Mungu akamtumia malaika akamtia. Ukisikia malaika ni kiumbe kilicho katika ulimwengu wa mwili. Ushawahi kuona malaika wapi? Kiko katika ulimwengu wa roho. Ushawahi kuona wewe? Nani amewahi kuona jini hapa? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoona chochote kinachotokea, unapoona vurugu ndani ya kanisa, hazikuanza tu mwilini, zilianza katika ulimwengu wa roho, zilitengenezwa katika ulimwengu wa roho. Unanisikia ninachokwambia? Kwa hiyo zinapokuja kutokea katika ulimwengu wa mwili, kama kwenye kanisa kuna watu walipewa dhamana ya kuliombea kanisa, uwe na uhakika wa kusimama kwenye nafasi yao. Ndio maana shetani akapata nafasi akasema, kwa sababu hawajasimama, anaanzisha vurugu katika ulimwengu wa roho, alafu anazileta katika ulimwengu wa mwili. Ndio unaona watu wanapigana. Kanisa lilipewa kushinda, halikupewa kushindwa. Kasome vizuri Biblia yako uone. Tuko pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na dalili moja wapo ya mtu aliyeshindwa, mtu aliyeshindwa katika ulimwengu wa roho, dalili moja wapo ni kukosa furaha na kuwa na huzuni. Ukimwona mtu hana furaha na ana huzuni, kaangalie vita anavyopita katika roho, na hawezi kumwambia mtu yeyote. Hata akikaa unajua yuko kwenye vita, lakini hawezi kusema. Bwana asifiwe. Tuko pamoja watu wa Mungu. Ngoja tusome hapa Yohana 16, ile injili ambayo tumesoma hapa. Yohana 16 ule mstari ule wa 20 anasema maneno haya. Yohana 16 ule mstari wa 20 yako maneno hapa anasema hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amini amini nawaambia, ninyi mtalia na kuomboleza, bali ulimwengu utafurahi. Ninyi mtahuzunishwa, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Sisi maneno ya Yesu anasema, ninyi mtalia na kuomboleza. Alafu angalia anachosema. Anasema ulimwengu utafurahi. Anataja ulimwengu upi? Anataja ulimwengu wa mwili. Wajawahi ona ukipita kwenye matatizo kuna watu wanafurahi. Lakini wanasema tumemnyosha, tumemkomesha, tumempiga, tumemchukulia mume wake, tumechukua mke wake, tumechukua watoto wake. Alafu ukifika wanakuwa na vicheko vya kukukebei. Angalia kinachotokea. Ndani kunaingia huzuni na kukata tamaa. Kwa nini? Wananisema, wewe useme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja watu wa Mungu. Yesu anasema ninyi mtalia na kuomboleza, bali ulimwengu utafurahi. Kristo ulimwengu utafurahi anazungumza watu ambao wamekaa vikao, wamepanga mipango kukuangusha,
wamepanga mipango ya kukuumiza, wamepanga mipango kama ni biashara yako, wanafunga biashara, wanafanya kila kitu, alafu wanakaa wenyewe wanafurahi, wanasema angalia sasa, alikuwa tajiri amefilisika, alikuwa na kitu amefilisika. Na kuna vikao vingi vinavyokaliwa na maneno lazima ya kufikia, kwa sababu wanatafuta mahali pa kuyasemea, na wakisema wanajua kabisa haya maneno lazima yafike kwake tuliyemsema. Kinachotokea, huzuni inaingia ndani, unapoteza furaha. Ni Mkristo lakini umepoteza furaha. Watu wakikuuliza unasema una Yesu, kumbe huna Yesu, ila una jina la Yesu tu unatembea nalo, na alikusaidii. Kuna tofauti ya kutembea na jina la Yesu na kuwa na Yesu, na kuna tofauti ya kutumia nguvu iliyo katika jina la Yesu. Wakristo hawajui haya mambo, wengi sana hawajui. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja sasa tuangalie mambo machache. Leo nataka tuangalie mambo machache yanayoweza yakachangia Wakristo wengi kushindwa kuushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie mambo machache yanayoweza yakachangia Wakristo tulio wengi kushindwa kuushinda ulimwengu. Huu ulimwengu unaouona una mambo yake. Ulimwengu unaousikia na kuuona una mambo yake. Tuko pamoja watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tulio wengi sana tumeshindwa kuushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza linalofanya wengi tushindwe kushinda ulimwengu, la kwanza ni kutokujua na kutokuamini kwa Yesu Kristo amezaliwa na Mungu. Ni kutokujua na kutokuamini kwa Yesu Kristo amezaliwa na Mungu. Unaweza ukamwita Yesu Bwana, lakini usijue kama amezaliwa na Mungu, na wala usiamini. Kwani hakuna Wakristo ambao hawaamini kama Yesu ni mwana wa Mungu. Wanasema eti Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Mungu mwingine yule hakuzaa wala hakuzaliwa. Mungu wetu amezaa. Amemzaa naye, amemzaa Yesu. Yohana 3:16 anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, angalia anachosema, hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima. Mimi sikia anachokwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ngoja tuende kwenye waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5, sura ya 5, ule mstari wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitasoma kwa kuruka, iko mistari mingi. Nitasoma wa kwanza alafu nitaenda wa 4. Kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo. Angalia maneno haya. Kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa apenda hata yeye aliyezaliwa na yeye. Ule wa 4 anasema hivi, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu, na huku ndiko kushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Wa 5 anasema mwenye kuushinda ulimwengu ni nani isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo mtu yote asiyeamini Yesu ni mwana wa Mungu hawezi kushinda ulimwengu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu yoyote asiyeamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu hawezi kushinda ulimwengu. Angalia maneno anasema kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Kwa hiyo kama Yesu alizaliwa na Mungu, ametupa nafasi na sisi ya kuzaliwa mara ya pili. Kama tumepewa nafasi ya kuzaliwa mara ya pili, maana yake tunatakiwa tuushinde ulimwengu. Tuko pamoja watu wa Mungu? Bwana asifiwe sana. Sasa tuna Wakristo wengi sana wapo, wengi. Nisizungumzie dhehebu, nazungumzia Wakristo wengi duniani hawajui na hawaamini kwamba Yesu Kristo amezaliwa na nani? Amezaliwa na Mungu, na wala hawaamini kama Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo uwe na uhakika kuishinda ulimwengu hawawezi. Nenda kaangalia hata aina ya maisha ambayo wanayoishi, unajua kabisa hawa hawamwamini Yesu. Sasa atashindaje ulimwengu? Ataburuzwa na kila aina ya upepo unaokuja, ataburuzwa na kila namna ya vurugu inayokuja, ataburuzwa na kila namna ya dini zilizoko huko duniani, zitamburuza. Kwa nini? Kwa sababu hajajua uungu wa Yesu, hajajua kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, hajajua kwamba Yesu alizaliwa na Mungu, hajajua. Ataburuzwa na kitu chochote kinachokuja huko duniani. Na sasa hivi kumeibuka wimbi kubwa la watu wanapita huko duniani wanaeleza kwamba Yesu sio mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Ndio maana huwa anakwambia
Ukija kanisani tamani kusikia Mungu akisema na wewe. Unatamani kusikia matangazo yanayosema mchungaji au yanayosema katibu. Hautamani kusikia Mungu akisema na wewe. Ndio maana miaka nenda unakuta watu wanabaki vile vile, kwa sababu sauti ya Mungu hajawahi kusikia. Amezoea kusikia sauti ya mpenzi wake. Na ndio iliyoko moyoni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unanisikia ninachokwambia mtu wa Mungu? Yesu ndiye aliyeshinda ulimwengu. Na ndio maana Paulo anaandika katika Warumi sura ya 8, anasema tunashinda na zaidi ya kushinda kwake yeye aliyefanya nini? Kwake yeye aliyetupenda. Kwa hiyo kwa sababu Yesu alitupenda, akatupa nafasi ya kushinda tukiwa hai duniani. Hatushindi baada ya kufa, tunashinda ulimwengu tukiwa hai hapa duniani. Watu wakiona waseme hakika Mungu wao ndiye Mungu mwenye nguvu. Watu wakiona waseme hakika Yesu ni Bwana, kwa sababu amempigania, ameshinda kwenye kila eneo. Unashinda kwenye biashara, unashinda kwenye ndoa, unashinda kwa watoto wako, unashinda mahali popote. Hata kama unakaa kuna mahali kuna nguvu za giza, watu wanatakiwa wajue Mungu wako. Huko ndiko kushinda ulimwengu. Wewe unashinda wapi? Unashinda kwenye miziki ya duniani. Bwana asifiwe. Eti anahama nyumba kwa sababu kuna wachawi. Nikaribishe nikae kwenye nyumba yako. Nipe muda tubadilishane, njoo kae kanisani, mimi nikae kwako. Nipe muda, nakupa wiki moja tu, alafu utarudi kwenye nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana 16:33 Yesu anasema maneno haya. Anasema ulimwenguni mnao dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Anaeleza yeye ameshinda ulimwengu, lakini sisi tuko duniani. Na anasema duniani, ulimwenguni mnao dhiki, lakini mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa hiyo kwa kushinda kwake, maana yake ameshinda pamoja na sisi. Swala kubwa ni kuamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na kumkubali moyoni na kuanza kutembea naye. Tuko pamoja watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, ngoja niwaambie, kitendo cha Yesu kufa na kufufuka ni ishara tosha kwamba Yesu ameshinda ulimwengu. Jambo la pili ni kutokupokea neno la Mungu. Ni kutokupokea neno. Jambo la pili ni kutokupokea au kutokulipokea neno la Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 ule mstari wa 3. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 ule mstari wa 3 anasema maneno haya. Anasema hivi, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake si nzito. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, ya kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake si nzito. Amri za Mungu ziko wapi? Haziko kwenye neno lake. Bwana asifiwe. Na kuuliza swali, mtu wa Mungu, amri za Mungu ziko wapi? Si ziko kwenye neno lake? Umezishika ngapi? Kama Biblia imesema usiue, unafikiri umeua watu wangapi kwa maneno yako? Wangapi? Kama Biblia imesema samehe, watu wangapi mpaka leo umewabeba moyoni, umewakasirikia? Unafikiri unaweza kushinda ulimwengu? Kama Biblia imesema usizini, umezini mara ngapi? Na nisikia anachokwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana sura ya 17, Yohana sura ile ya 17, sura ya 17 mstari ule wa 6 na wa 8 na wa 14. Yohana sura ya 17 mstari ule wa 6 na wa 8 na wa 14. Bwana asifiwe. Tuko pamoja watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule mstari wa 6 anasema maneno haya. Anasema hivi, jina lako nimewaadhirishia watu wale walionipa katika ulimwengu, walikuwa wako, ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Alafu wa 8 anasema hivi, kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao, nao wakayapokea, wakajua hakika ya kuwa nalitoka kwako, wakasadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma. Twende wa 14. Mimi nimewapa neno lako, angalia anachosema, na ulimwengu unawachukia kwa kuwa wao sio ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Nasikia anachosema. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Moja ya hatari kubwa ambayo kanisa linakabiliwa nayo ni pale Wakristo wanaposhindwa kulipokea neno la Mungu. Ni hatari kubwa sana. Umenisikia? Ndio maana uwaga nawaambia Wakristo wanaweza wakanunua simu mpaka za milioni 3. Hawezi kuwa na Biblia shilingi 32. Hawezi. Ukiona namna hiyo, uwe na uhakika huyo asomi Biblia. Hata akija kanisani anakuja tu kama pambo.
ili akifa azike. Tutakuzika, tusubiri, muda si utafika. Lakini unapozungumza swala ya neno la Mungu, ni mahusiano yako wewe binafsi na nani? Na Mungu wako. Wewe unafikiri Kristo ni dini ya kwenda kanisani kila Jumapili? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafikiri Kristo ni kuja tu kanisani na kuimba kwaya na kucheza stepu na kuja tu kanisani kukaa kwenye viti? Sio maana yake hiyo. Ukristo ni mahusiano yako na Mungu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Katika neno la Mungu, unapolipokea neno la Mungu, lile neno linaanza kusema na wewe, litakuelekeza na kukufundisha na kukuonyesha namna ya kushinda ulimwengu. Hauwezi kushinda ulimwengu bila neno la Mungu. Asije akakudanganya mtu. Hauwezi kushinda. Na siku hizi wengine mnajidanganya matembea na Biblia za kwenye simu. Yaani ingekuwa amri yangu, wanakwaya wote wasiokuwa na Biblia wasingeimba kwaya. Ningeambia wakae kule. Wakae kule. Ili na wenyewe watazamaji kama walioenda uwanjani mpira wacheze wao, alafu wanaangalia wengine. Ingekuwa amri yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hakuna kitu kibaya kama kushindwa kulipokea neno la Mungu. Angalia maneno ambayo Yesu anayasema na wanafunzi wake. Hii ni sala ambayo Yesu alikuwa anasema kabla ya kuondoka kwake duniani, kabla ya kukamata kwake. Sura ile ya 14 alipovuka kile kijito cha Kidroni, akaenda akakamatwa, hakurudi tena. Ndio ilikuwa safari yake ya mwisho, akaenda akauawa. Kwanza alienda akahukumiwa, alafu akaja akauawa. Angalia sala aliyopiga na maneno aliyokuwa anasema kwenye ile sala. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule mstari wa 6, ngoja niurudie. Ule mstari wa 6 anasema hivi: jina lako nimewadhihirishia. Maana akadhihirisha jina la Mungu. Wale walionipa katika ulimwengu, anasema walikuwa wako ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Wanafunzi wa Yesu wanapaswa kushika neno la Mungu. Wewe unashika nini? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unashika nini? Kuna watu wakija kanisani wanashika maneno tu ya vurugu, yani wanajipanga kwamba leo wataniona. Tukuone wewe nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda ule mstari wa 8, ngoja nirudie tena. Ule mstari wa 8 anasema hivi. Anasema kwa kuwa maneno ulionipa, angalia anachosema, nimewapa wao, nao wakayapokea, wakajua hakuwa ya kike nalitoka kwako. Maneno waliopewa waliyapokea. Walipopokea maneno wakajua hakika Yesu alitoka kwa nani? Niambie, unajuaje kama Yesu alitoka kwa Mungu bila kulipokea neno? Unajuaje? Unajuaje? Ndio maana nimekwambia ukienda mtaani kuna watu ni Wakristo. Ukifika mtaani sio Wakristo. Wapo wengi. Hata kanisani kwangu inawezekana wapo. Wakija hapa ni Wakristo, kukutana nao mtaani wanacheza singeli, wanacheza kiduku, wanacheza kila aina nyimbo. Hauwezi kuwakuta wanasikiliza nyimbo za Kikristo. Wanasikiliza nyimbo zote za duniani, lakini wakija kanisani ndio wanatuongozea nyimbo. Hao si Wakristo. Kwa sababu kadri nyimbo unavyosikiliza ndivyo unavyobeba roho nyingine wapi? Ndani yako. Na kama unabisha sikiliza nyimbo za mapenzi, na wewe utakuwa mtu wa mapenzi. Nenda kasikilize. Maneno yako yatakuwa ni mapenzi tu. Hata ukitembea mwili wako utakuwa ni wa mapenzi, na watu wakiona watajua huyu ni wa mapenzi. Kwa sababu gani? Ndicho unachokisikiliza, ndicho unachopokea moyoni mwako. Unachopokea moyoni ndio kinatengeneza sura yako. Kama unapokea neno la Mungu, ndio neno linatengeneza sura na linakupa nguvu ya wewe kuushinda ulimwengu. Amina. Unakutana na mabinti wa Kikristo wanaburuzwa tu, yani kila mwanamume anayekuja hajui kama huyo ni mume wa mtu, yani hajui, hana ujasiri wa kukataa. Unakuta kabinti kadogo hakana ujasiri. Kwa nini? Kwa sababu lile neno lililoletwa kwa njia ya imani hakulipokea. Hana neno linalomtambulisha kwamba wewe ni mwana wa Mungu, umezaliwa kupitia Yesu Kristo. Hana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisema na mimi kazi yao kuna watu wanaomba wahame, omba. Endelea kuomba, tena funga 3 kama. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia maneno ya Yesu, alisema niliwapa maneno yako nao wakayapokea. Walipoyapokea tu yale maneno wakajua kwamba nalitoka kwako na wakasadiki. Sasa ukiona Mkristo anaenda kwa mganga wa kienyeji, wala haamini kama Yesu ni mwana wa Mungu. Haamini. Akiamini Yesu mwana wa Mungu hawezi kwenda kwa mganga.
hawezi. Ukimwona anaenda, ujue kabisa huko ndani haamini kama Yesu ni mwana wa Mungu. Ndio maana anachanjwa chale. Bwana Yesu asifiwe. Wa 14 anasema maneno haya, mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia. Unataka kanisani ukija upendwe? Yesu mwenyewe akupendwa na watu, walimchukia kwa sababu alikuwa anasema kweli. Amewapa neno na ulimwengu umefanya nini? Umewachukia. Lakini waliweza kusimama na ulimwengu kwa sababu walikuwa na neno lilokuwa linawapa nguvu ya kushinda ndani. Mtu mwenye neno, hata kama ndoa yake inapita kwenye magumu, neno linasema endelea kuomba. Unanisikia anachokwambia? Hata kama anapita kwenye magonjwa, yani amekaa haoni tumaini mbele, liko neno linalomuonyesha tumaini mbele, liko neno linalomuonyesha nguvu ya kusonga mbele, liko neno linalompa nguvu ya kupokea uponyaji. Hata kama biashara yake imekwama, anasema neno la Mungu linasema nini? Wewe neno la Mungu linasema nini kwako? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jambo la 3, kutokuona umuhimu wa maombi. Kutokuona umuhimu wa maombi. Mimi wakati mwingine huwa anacheka wewe. Sasa sijui, lakini msinielewe vibaya. Unacheka au unawaita watu kwenye maombi. Wewe ndio unayewaombea, sio waje waombe. Wewe unawaita waje wafanye nini? Waombe. Na unajua kabisa huyu yuko kwenye vifungo, wala umuone. Unajua kuna mtu unajua kabisa huyu yuko jela, ila mwenyewe anajiona yuko huru. Ninasikia anachoambia, anajiona yuko huru. Ndio maana unakuta kama ni mdada, akiona umri wake umefika miaka 35 kachelewa, hata akikuta mume wa mtu awe na miaka 70 anasema na mimi nionekanaje niliolewa, anaingia anakaa. Cheki hiyo umri, nusu kwa nusu. Hata kwenye utoto umepita, wewe ni mjukuu, ila unaingia tu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kanisa haliwezi kushinda kama halioni umuhimu wa maombi. Haliwezi kushinda. Kwa nini? Katika ulimwengu wa roho, ukisoma Waefeso 6 ule mstari wa 10 mpaka wa 12, Waefeso 6 ule mstari wa 10 mpaka wa 12, Paulo anaandika maneno haya, anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Alafu anatoa sababu, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza na jeshi la pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia aina ya vita ambavyo kanisa linatakiwa lipambane nazo, kwamba hatushindani na watu wa kawaida. Tunashindana na falme, tunashindana na mamlaka, tunashindana na jeshi la pepo wabaya. Kanisa lisipokuwa kwenye maombi haliwezi kushinda. Bwana asifiwe. Jana nilikuwa namwambia Daudi, alikuja nikasema kwaya zetu kufanikiwa ni ngumu sana. Nakumbuka nilikwambia, nikasema kufanikiwa ni ngumu sana kwa sababu wengi ni watu wa step, sio watu wa kumtumikia Mungu. Kwaya gani haina ratiba ya maombi? Kwaya gani haina ratiba ya neno la Mungu? Haina. Hiyo kwaya haiwezi kuwa imara. Ukitokea upepo tu kidogo, kwaya inayumba. Inakuwa kama bendera. Leo inaweza kenda huko, leo inaweza kenda huko. Kwa nini? Kwaya hazina, na wala maombi hayawaoni umuhimu kwao. Wa maombi wanaona umuhimu kuimba. Unafikiri kuimba ni kuomba? Kuimba hata shetani anaimba kuliko nyie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi watu huwa naangalia kule, na nilimwambia mifano. Nikasema cheki yule jamaa unamuona. Yule ni pekee yake, angalia aina vyombo alivyokuwa navyo. Cheki watu wanaowajaza. Wewe unajaza watu wangapi? Kuna wengine wanakuja kanisani wanaangalia kwaya inavyoimba. Anakija anatulia kwa sababu ule wimbo unapoimbwa unamgusa, lakini wao wenyewe hawana muda wa kuombea ule wimbo uwe na upako wa kuwafanya watu wasikie neno la Mungu. Hawana muda wa kuombea ule wimbo ufungue watu. Hawana muda wa kuombea ule wimbo watu wauelewe. Hawana muda. Wanakuja tu kufanya mazoezi dakika 2-3, baada ya muda wanaondoka. Na kawaangalia, ukiwapa wimbo mmoja wanakononi. Wanataka watu wimbo 2. Leo natupa wimbo mmoja. Nitawapa tu wimbo hata mkitaka 4. Kwani kuna shida gani? Bwana asifiwe. Anajua, ngoja niwaambie. Nyie wanakwaya, mnaweza mkakaa na watu kwenye kwaya, kumbe ni vichomi.
ndio wanafanya kwaya isikue. Mtu ana mzimu wa babu yake kaja nao hapo, unamuona yeye mwenyewe ni mzito, kakaa hapo, yaani ukimwambia tu maombi tayari kisha kuwa na hasira. Bahati nzuri mimi kuimba sijui. Ningekuwa najua kuimba ningeingia kwenye kwaya alafu ningelazimisha kila mazoezi maombi nusu saa. Wote najua ungeacha kwaya. Wote ungeacha. Ningesema aliyekuja sio fulani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yohana sura ya 17 ule mstari wa 9 na wa 10. Ile sura ya 17 Yohana mstari wa 9 na wa 10 anasema maneno haya. Anasema, Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nawaombea hao, siuombee ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa wao ni wako, na wote walio wako ni wangu, na walio wako ni wangu, nami nimetukuzwa ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakati mwingine Yesu alikuwa anatufundisha kwa nini Yesu anawaombea wale wanafunzi wake, na anasema mimi nawaombea hao. Kwa nini? Alikuwa analifundisha kanisa linapaswa kuomba. Tuko pamoja watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Leo kanisa limefika mahali alioni umuhimu wa maombi, na ndio maana ukienda kanisani, kanisa linakuwa kavu. Hakuna nguvu ya Mungu aina yoyote. Hakuna watu kufunguliwa hapo, hakuna watu kuabudu hapo, hakuna watu kupokea hapo. Kwa nini? Kwa sababu kanisa alioni umuhimu wa maombi. Watu wanataka wamwachie mchungaji peke yake ndio waombe, wao hawana mpango wa aina yoyote wa maombi. Utashindaje ulimwengu? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utashindaje ulimwengu? Bwana asifiwe. Luka sura ile ya 22 mstari wa 31. Yesu anamuita Simoni mara ya kwanza. Anamwambia Simoni, Simoni, angalia, shetani anawatafuta apate kuwapepeta kama vile ngano. Anamwambia, lakini mimi nimekuombea wewe ili imani yako isifanye nini? Imani yako isitindike. Utakapoongoka upate kuimarisha na wenzako. Leo kila aliyeokoka anataka kuhama kanisa. Kwa nini? Anasema huko hakuna wokovu. Aliyekwambia wokovu unakaa kwenye dhehebu ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Mimi natamani kuona watu wanaosema wameokoka wabaki ndani ya kanisa ili kulibadilisha kanisa. Wasimame kwenye maombi ili kuona nguvu za Mungu zinawafikia watu ndani ya kanisa, na watu wanaenda wakibadilika. Lakini kama wote atasema huyu kwa sababu ameokoka ahame dhehebu, huyu kwa sababu ameokoka ahame dhehebu, huyu kwa sababu ameokoka ahame dhehebu, na wengine wanaenda mbali, wanakwambia kwenye dhehebu lenu Yesu hayupo. Nisikilize, Yesu hakai kwenye dhehebu. Yesu anakaa ndani ya watu waliomwamini, wanaozishika amri zake, wanaokubali kutembea nao. Anakaa nao, na akikaa nao anawapa nguvu ya kuleta mabadiliko. Hata kama mmoja ataamua kusimama ndani ya kanisa, atampa nguvu ya kuushinda ulimwengu na kanisa litabadilika. Nani si anachokwambia? Watu wanavutwa na upepo, yani wanaenda huko wanaenda huko. Ngoja nikwambie, hakuna dhehebu linalompeleka mtu mbinguni. Mtu anaenda mbinguni kwa sababu ya kuwa na mahusiano na Yesu. Haendi mbinguni kwa sababu ana mahusiano na dhehebu lake, na dhehebu lake lina jina zuri kuliko lingine. Kinachokupeleka mbinguni ni Yesu kukaa ndani yako. Unapoacha dhambi, anaanza kutembea na wewe, anakupa nafasi ya kurudi, anakwambia hapa umeanguka, tubu mwanangu, usipotubu hutaenda mbinguni. Unaenda pamoja watu wa Mungu? Amen. Dhehebu letu linaokoka. Aliyokuambia nani? Nani? Niliokoka ni mimi, dhehebu langu aliokoke. Unanisikia anachokwambia? Unanisikia anachokwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa letu inawezekana kali lina jina zuri sana, lakini watu walio ndani ya hilo kanisa hawana habari na Yesu, hawamjui Yesu kwao ni nani. Mimi natamani usihangaike na madhehebu. Kama uko Anglikana, baki hapo hapo. Kama uko Katoliki, baki hapo hapo. Kama uko Assemblies, baki hapo hapo. Kama uko Pentecost, baki hapo hapo. Cha msingi, beba Yesu ndani, tembea naye. Atakupa nguvu ya kusimama na kuomba, atakufundisha kutulia, atakufundisha kuhangaika. Beba Yesu, tembea na Yesu, nenda naye kila mahali. Ukienda Mbeya, uko na Yesu wako. Ukienda Dar es Salaam, uko na Yesu wako. Ukienda kuzimu, uko na Yesu, na kuzimu itakuachia. Kwa nini? Kwa sababu wataona umeenda na Yesu. Kwa hiyo kuzimu itaondoka, watasema aliyekuja ni mtu wa tofauti, ana Yesu ndani. Wataona moto. Wako watu wanaona nini? Watu wanaona nini? Wakikutazama wanaona nini?
Wanaweza wakakutazama kama ni msichana wakaona sura za wanaume tu uliotembea nao, na kama ni binti wakaona sura za wanawake tu uliotembea nao. Ndio wanawaona huko ndani, wanawaona, na wewe mwenyewe unajisikia, unasema mimi ni kidume. Una kidume gani wewe? Wewe una udume gani? Udume ni kuchafua chafua visichana vya watu. Unajiita na wewe ni kidume. Wewe ni kipepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu anamwambia nimekuombea wewe. Unanisikia ninachokwambia? Na ndicho kitu kinachotakiwa. Watu waliookoka wabaki kwenye kanisa lao ili wawaombee wengine, kwa sababu wao tayari wamemjua Yesu. Wanapaswa wawaombee wengine, wawafundishe wengine habari za Yesu, alafu ndipo tunapopata nguvu ya kuushinda ulimwengu. Kwa nini? Kwa sababu hawa hawatahama, watabaki hapo, watakuwa wanafunga na kuomba, wanapiga magoti na kumwambia Mungu, tunatamani, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Inua watu ndani ya kanisa hili ambao watatenda kazi yako. Inua waombaji ndani ya kanisa, wasiookoka waokoke. Utaona ghafla watu wanaanza kuokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Eti mimi nimeokoka na hama. Nasema huko hakuna wokovu. Kakudanganya nani? Lukisi ndio kutokumjua Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Simama. Kanisa linahitaji kuomba. Linapoomba ndipo linaposhinda ulimwengu. Kama watu watakaa kwenye maombi, kanisa lililofungwa litafunguliwa. Unanisikia ninachokwambia? Kama ndani ya kanisa kuna watu wamefungwa hawaolewi, watu wakisimama na kupiga maombi, waliofungwa wote watafunguliwa, wataanza kuolewa. Waliokuwa hawapati watoto wataanza kupata watoto. Waliokuwa hawapati watu wataanza kupata watoto. Kwa nini? Kwa sababu hapo ndani maombi yanapigwa. Maombi yanapopigwa, watu vifungo vyao vinafunguka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la 4, kukosa umoja kwa kanisa. Hili ni tatizo. Watu wanainua madhehebu yao kuliko kuliinua kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kukosa umoja kwa kanisa. Hili ni tatizo kubwa kuliko unavyofikiri. Tunaenda pamoja, watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Yohana 17:11 unaona maneno Yesu aliyokuwa anasema. Alisema hivi, ninawaombea wawe na nini? Wawe na umoja kama sisi tulivyo. Si umesikia hayo maneno? Alikuwa anaomba wanafunzi wake wawe na umoja. Leo wanafunzi wa Yesu ni wa Kristo. Kanisa la leo ni wanafunzi wa nani? Ni wanafunzi wa Yesu. Kanisa linapaswa kuwa na umoja. Madhehebu watu wafike mahali hata kama yana taratibu zake, waweke pembeni udhehebu, alafu kanisa liwe moja. Uone shetani atashindia wapi? Shetani anashinda kwa sababu wakifika anawabagua. Kuna watu hata wengine waliookoka hawawezi kukaa na watu wasiookoka. Anasema ni wenye dhambi. Wewe huna dhambi, hawezi kaa nao. Anasema mimi nimeokoka, mimi nimeokoka, mimi nimeokoka, na anajitangaza. Anatamani abandike hata nani hapa karatasi linalomwonyesha yeye ameokoka, alafu anajitenga na watu namna hii. Anasema hawa hawajaokoka, siwezi kukaa nao, nitakaa nao na nitawaambia habari za Yesu. Unafikiri nitawapataje? Unafikiri utawapataje? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja, watu wa Mungu. Tunaenda pamoja, watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani anachofanya ni kuhakikisha kwamba analisambaratisha kanisa. Anajua akisambaratisha kanisa linapoteza nguvu. Kumbuka kanisa ndio limetoa kushinda. Ndio maana Yesu alimwambia Petro ya kwamba wewe ndiye mwamba, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Hayo maneno Yesu alimwambia nani? Alimwambia Petro. Wanafikiri kanisa linajengwa kwa kuweka matofali? Hawadanganyana. Kanisa linajengwa kwa maombi na kwa neno la Mungu. Ndio linajengwa, linakuwa kanisa lililo hai. Tuko pamoja, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Waraka wa Paulo mtume kwa Waefeso. Waraka ule wa Paulo mtume kwa Waefeso sura ile ya 4. Waraka wa Paulo mtume kwa Waefeso sura ile ya 4. Yako maneno mengine hapa, maneno mazuri. Ngoja tusome kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule mstari wa 3 mpaka wa 4 anasema hivi: na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho. Angalia anachosema, katika kifungo cha amani, mwili mmoja na roho mmoja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wetu.
Alafu ukiendelea pale mbele anasema hivi, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote aliye juu na katika yote na ndani ya yote. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa likikosa umoja haliwezi kuishinda ulimwengu. Haya maneno Paulo anazungumza na Waefeso. Unanisikia nachokwambia? Ni waraka aliyoandikia Waefeso akiwa wapi? Akiwa jela. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Angalia maneno anayoyazungumza haya. Anasema hivi, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Matokeo yake leo tunakashifiana madhehebu. Tunakashifiana nini? Umoja umefanya nini? Haupo. Kanisa likiwa moja ni rahisi kushinda. Kanisa likiwa na umoja ni rahisi kushinda ulimwengu. Ni rahisi kushinda ulimwengu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hayo maneno aliyasema Yesu kwamba ninawaombea wawe na umoja kama sisi tulivyo. Na mimi nataka niwaambie hata hapa kanisani tuwe na umoja. Mtaona nguvu ya Mungu itakuwa kubwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jambo la mwisho. Jambo la mwisho. La tano. Jambo la tano. Kuto kujitambua. Wao si wa ulimwengu. Kuto kujitambua. Wao si wa ulimwengu. Kuto kujitambua. Mkristo wewe sio wa ulimwengu. Umenisikia? Kumbuka nilikwambia Jumapili moja kwamba maisha yetu ni safari. Kama maisha yetu ni safari, hapa sio pepo. Pepo ni wapi? Pepo ni mbinguni. Bado tuko safari. Usiishi maisha kujifananisha na wengine. Wewe ni wa tofauti. Wewe ni wa Kristo. Wewe ni wa Yesu Kristo. Usijifananishe na wengine. Umenisikia ninachokwambia? Lazima ujitambue kwamba wewe sio wa ulimwengu huu. Wewe ni wa ulimwengu mwingine. Kwa hiyo lazima ufike mahali ujitambue. Tunarudi pale kwenye Yohana sura ile ya 17 mstari ule wa 16. Yohana sura ile ya 17 ule mstari wa 16 anasema maneno mazuri mengine hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi. Anasema tuanze ule wa 15. Mimi siombe kwamba watoe katika ulimwengu, bali walinde na yule muovu. Anaeleza kwa nini wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Sikia haya maneno ninachokwambia. Mimi siombi watoe wapi? Au watoe wapi? Bali walinde na yule muovu. Kwa nini? Wao sio wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Nimekwambia ulimwengu una matendo yake. Matendo ya ulimwengu ni mafu. Umenisikia? Matendo ya ulimwengu ni mafu. Yaani ni matendo yaliyokufa. Sasa kumbuka sisi Biblia inasema hivi, tulifufuliwa pamoja na Kristo, akatuketisha juu sana. Unanisikia? Akatuketisha juu sana kuliko enzi na mamlaka, ndicho alichokifanya. Sasa ukimwona mtu, Biblia inasema hivi, ukimwona mtu anatenda dhambi maana yake amekufa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo lazima utambue, kama binti uko hapa, tambua wewe sio ulimwengu huu. Kwa hiyo hata kutembea kwako watu wajue wewe sio ulimwengu huu. Kama kijana uko hapa lazima utambue wewe sio ulimwengu huu. Kama mzee uko hapa lazima utambue wewe sio ulimwengu huu. Mama uko hapa lazima utambue wewe sio ulimwengu huu. Hata kuongea kwako mtaani kuwe tofauti. Nakutana na mama wa Kikristo anatukana matusi. Alafu Jumapili kwa kanisani ndo anatongozea yani watu kuja kushiriki. Tangulieni jana alikuwa anapepeta madomo anatukana watu huko mtaani. Vurugu tu. Akija hapa ni mtakatifu kabisa, unajua huyu Yesu akitokea hapa muda wowote huyu mbinguni anaenda. Kumbe ni wa ulimwengu ule. Wa ulimwengu ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja turudi kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura 5. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5. Sura ya 5 ule mstari wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 ule mstari wa 4 anasema maneno haya. Anasema hivi. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Angalia anachosema. Na huku ndiko kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu
huushinda ulimwengu, na huko ndiko kushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Tunaishi duniani, lakini wengi tunajifananisha na wengine. Unakuta mtu anaenda kwenye mpira na yeye matusi anatukana, goli likikoswa katukana matusi, kisha tukana. Kuna watu silaha yao kubwa ni matusi, silaha yao kubwa. We muuzi tu, hata uwe mchungaji kama unabisha, muuzi lazima alitoe, kwa sababu alishaliandaa. Unajua analiandaa, anasema yeyote atakayetokea ndio la kwake. Sasa wewe jichanganye, tokea, alafu mkoroge usiye. Anakunywesha tena likiwa bichi. Jumapili akija, yani upole. Akifika kama ndo amejaliwa kupiga alama msalaba, unamuona kabisa anaopiga ile msalaba mkubwa kuliko hata padri wake. Unamuona anapiga hapa, anapiga hapa kwenye kiuno, anapiga hapa, anapiga hapa, alafu anatulia namna hii. Upole. Yani unaona na sura yake ya upole. Kutana naye mtaani. Kutana naye mtaani. Kutana naye tani, usikie mziki wake, ndio utajua. Usijaribu kujifananisha na wengine, lazima ujitambue. Unanisikia ninachokwambia? Wewe ujitambue, wewe sio ulimwengu huu. Unapaswa kuushinda ulimwengu huu. Unanisikia ninachokwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe sio wa ulimwengu huu, usijaribu kujifananisha na watu wengine. Usijaribu kujifananisha na watu wengine. Wewe sio wa ulimwengu huu. Maisha yako lazima yafanane na Kristo. Watu wakikutazama waione sura ya Kristo kwenye maisha yako. Yeye aliyeshinda ulimwengu. Yeye aliyeshinda ulimwengu ametupa na sisi nafasi ya kushinda ulimwengu. Bwana asifiwe. Muulize mwenzio, unajifananisha na nani? Kuna watu wanataka kufanana na mwanamuziki. Kuna watu wanataka kufanana na mchezaji mmoja. Ndio maana unakuta hata goli likifungwa na wao wanashangilia hivyo hivyo. Vipi wanataka kufanana naye? Wewe sio ulimwengu huu. Mimi sijakataza mtu asiangalie mpira, msinielewe vibaya. Lakini ninachozungumza, wewe unajifananisha na nani? Niwahi kwenda mahali fulani, nimalize. Alafu akaja kijana mmoja akaniuliza, hivi mchungaji fulani ameokoka? Nisimtaji. Unaweza kaa yuko hapa hapa. Nikamwambia ndio, ameokoka. Akaniambia wala hajaokoka. Nikamuuliza kwa nini? Akasema hayo matusi anayotukana. Nikamuuliza kamtukana na? Akasema kanitukana mimi, matusi mazito, alafu mwisho kaniambia tena nitakupiga nikuue. Lakini anahubiri, anaombea watu. Na ana vidole vikavu utafikiri vya mbao. Anahubiri